Karibu tena wewe mtazamaji na wewe msikilizaji unayempenda Yesu Kristo, wewe unayependa kusikiliza habari njema za ufalme wa Mungu, wewe ambaye tunashirikiana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kama unavyofahamu mpendwa, hizi ni nyakati za mwisho. Yesu anarudi, siku na saa haifahamiki wala haijulikani. Hakuna yeyote anayefahamu siku na saa ile. Kwa hiyo acha tuendelee kukaa ndani ya Yesu Kristo. Umpende Yesu kuliko vitu vyote. Umpende Yesu kuliko watu wote. Nami katika siku ya leo ninapenda nikualike katika ujumbe huu ambao nakufikishia katika siku ya leo, ili kwamba niendelee kukujenga na kukuimarisha katika safari hii ya kwenda mbinguni. Sijui kama wewe kweli unawaza au unatamani kufika mbinguni mpendwa. Lakini naamini kwa moyo wangu wote kwamba kama kweli unafuatilia mahubiri ambayo nakufikishia siku zote, wewe basi ni mwenda mbinguni, ni mtu ambaye ana kiu, ana hamu ya kufika mbinguni kwa Baba. Mpendwa, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe tayari umechagua njia iliyo sahihi, njia ambayo ni bora. Maana sisi hatumhubiri mwanadamu. Mimi sihubiri dini kwa siku zote. Tangia nipate uamsho huu wa kwanza kuhubiri neno mitandaoni, mpendwa, sijaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu kwamba nihubirie dini au ni promote dini fulani, kwamba dini ndo njia pekee. Yani wewe Uislamu, hapana, hakuna Yesu. Kwa Uislamu hakuna njia ya kwenda mbinguni. Kwa Pentecost hakuna njia ya kwenda mbinguni. Roman Katoliki hakuna njia ya kwenda mbinguni. Presbyterian hakuna njia ya kwenda mbinguni. Mashahidi wa Yehova hakuna njia ya kwenda mbinguni. Wasabato hakuna njia ya kwenda mbinguni kwenye usabato. Yani ujidanganya unatunza sabato, hakuna njia ya kwenda mbinguni. Hakuna njia ya kwenda mbinguni kwenye taifa lolote. Hakuna njia ya kwenda mbinguni kwenye dini lolote hapa duniani. Njia pekee ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo. Na ndio maana katika siku ya leo mpendwa, tunaendelea kumtangaza na kumhubiri Yesu Kristo wa Nazareti. Nami ninakushukuru sana kwa kuweza kuchagua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa yeye njia, kweli na uzima katika maisha yako mpendwa. Nami nakutamkia baraka katika jina la Yesu Kristo, kwamba upate kupokea ushindi, upate kuushinda ulimwengu, upate kuushinda dunia hii kwa kumfuata Yesu Kristo, kwa kukaa ndani yake pendwa, ukiamini mwisho wa dunia umekaribia. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo pokea ponyaji. Katika jina la Yesu Kristo pokea ushindi. Katika jina la Yesu Kristo pokea upya wa uzima ndani ya Yesu Kristo. Eneo lolote la maisha yako ambalo umerudi nyuma, au anguko lolote ambalo unapambana nalo, pokea ushindi. Kama ni katika mambo ya kiroho, pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami ninaomba na kuamini katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na wewe useme amina hapo ulipo mpendwa. Kwa hiyo tuendelee kusimama imara, tukae ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Mpendwa, if there is anything better or the best thing in this life, ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Ni kujua kwamba wewe uko tayari, akija Yesu utamuraki mawinguni. Maana neno linasema wazi kwamba in a twinkling of an eye, kufumba na kufumbua, tutamwona Yesu. Haleluya. Neno la Mungu linasema wazi, waliokufa ndani yake nao watafufuliwa.
wao watafufuka. Nasi tuliosalia katika mwili huu, ambao kama tutakuwa ndani ya mwili huu, anasema tutabadilishwa. Mpendwa, kwa wakati huu hatujuta tutakuwaje, lakini tunaamini kwamba tutabadilishwa tufanane naye. Haleluya. Ndipo sote tutamuraki mawinguni. Ole wao ambao hamwamini Yesu, ole wao ambao hamtumaini Yesu, ole wao ambao wanapuzia habari ya kwenda mbinguni, ole wao ambao hawatendi yale ambayo yanawafanya waweze kwenda mbinguni. Na mimi katika siku ya leo mpendwa, nimependa nikuletea ujumbe mfupi sana unaohusu matendo ambayo yanaweza kumfikisha Mkristo na mtu yeyote mbinguni. Matendo yani kila wewe unachotakiwa kufanya, na ukifanya au kifanya matendo haya, lazima wewe uende mbinguni. Kwa hiyo matendo hayo ni yapi mpendwa? Je, ni sadaka hizi ambazo tunahamasishwa kutoa siku zote, au michango ya kujisacrifice, give sacrificially, yani mpaka unataka wanakuambia jiunguza na ujiteketeze, matoleo ya namna hii. Yani tunajua wazi kwamba hakuna matoleo ambayo wewe unaweza kutoa ili kwamba mshawishi Mungu aone kwamba wewe umeokoka. Kama huwezi kutoa mwili wako ukawa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, hakuna kitu kingine. There is nothing else, my friend, you can do. Kwa sababu Yesu hajashuka hapa duniani, hajaacha utukufu wake mbinguni akashuka hapa duniani kwa sababu ya matoleo yako. Hapana. Alikuja kutafuta na kuokoa kile ambacho kilikuwa kimepotea baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi ile, kuasi katika bustani ya Edeni, kushindwa kufuata maelekezo na maagizo ya Mungu, wakadanganywa na mwovu Shetani. Basi mpendwa, kulikuwepo na separation. Kulikuwepo na separation, yani kulikuwepo na utengano kati ya Mungu na wanadamu. Sasa ndipo Yesu akaja akasema, hapana, nataka kurudisha umoja. Mungu, mwanadamu awe na mahusiano ya moja kwa moja na Mungu. Kwa hiyo na wewe mpendwa, usisahau kwamba Shetani bado anawadanganya watu. Na mpendwa, Shetani usije kawaenda kumtafuta sehemu zingine. Shetani anaweza kawa ni nabii yako huyo unayemkodolea macho, unayemwamini kuliko unavyomwamini Yesu. Mimi nakwambia ukweli, Shetani anaweza kuwa ndani ya askofu wenu mkuu wa makanisa yote ndani ya taifa lenu, au Shetani anaweza kuwa anatumika ndani ya viongozi hao wa ngazi za juu huko kwenye dini lenu. Wanakuwepo maaskofu wakuu sijui na manani. Shetani anaweza kuwa yuko ndani ya hao. Waona ni watumishi wa Mungu. Nasema, unasemaje hivyo? Inawezekanaje hivyo? Mpendwa, ambalo unaona haliwezi, kwa Shetani sio kitu. Maana wewe imagine, Shetani aliweza kumuingia Petro yuko na Yesu na Yesu na wanafunzi wengine wale, maana wote jumla ya 12. Yesu anawapa taarifa kwamba Bwana, msikilizeni hapa sasa, kwamba inakuja siku mimi nitakamatwa, nitasulubiwa, nitauliwa msalabani. Shetani akataka kupinga kusudi la Mungu ambalo lilimleta Yesu hapa duniani kwa kutumia Petro. Ndivyo hivyo, naamini kiumri Petro alikuwa ni mkubwa kuliko Yesu. Nenda ukafanya research, usiniambie unajuaje. Anaongelea katika mambo hali ya kidunia ya kimwili huu. Kwa hiyo na Shetani anaweza kutumia askofu wenu akakuzuia wewe kufanya na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Anafanyaje?
Atakwambia wewe unatakaje kufanya hayo mambo kabla sijakupa ruhusa mimi? Maana si mnawaita baba zenu wa kiroho. Anakwambia mimi nisipokuruhusu hawezi kufanya. Na wewe huku roho wa Mungu anakwambia go nenda fanya hivi au hubiri hivi. Alafu yule askofu anakwambia kwa mjibu wa katiba ya Kipentekoste ya Free Pentecostal Church au ya dhehebu la Moravian, au natakiwa fuate 1 2 3 au stahili hauruhusi kuhubiri hivi na hivi. Mwambie shetani toka nyuma yangu. Hivi ndivyo namjibu mtu ambaye anataka kuzuia usifanye, usienende, usitembee katika kusudi la Mungu aliye hai. Katika kusudi la Mungu aliye hai, mpendwa. Kwa hiyo mpendwa, ujumbe ambao nakufikishia katika siku ya leo, ambao nasema matendo yanayomfikisha Mkristo au mtu yeyote mbinguni ni haya. Tuende kusoma kwanza katika Yohana 3. Yohana 3 mpendwa. Tusome katika Yohana 3. Tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje. What does the Holy Scripture say? Hapa na kusomea Yohana 3 mpendwa. Yohana 3 tuanzie mstari. Tusome mstari miwili. Tunasoma mstari wa kwanza, mstari wa 16 unasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Akuwa na uzima wa milele mpendwa, ni kumana yake ni kuingia mbinguni. Hawezi kuwa na uzima wa milele kwenye dunia hii ya maovu, dunia chafu, dunia ya takataka na maovu ya kila namna. Kwa hiyo anasema Mungu ameupenda ulimwengu visivyoelezeka, kiasi kwamba akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo akufie wewe na mimi, atufie msalabani. Na akasema kwamba yeyote anayemwamini huyu Yesu amepewa uzima wa milele. Kwa hiyo kwamba kwa roho nyingine, asiyemwamini Yesu hawezi akapata uzima wa milele. Hawezi ukapata uzima wa milele. Kwa hiyo wewe angalia, je, unamwamini Yesu? Je, wewe ni mfuasi wa Yesu? Na je, unafahamu kweli ni nini unatakiwa kufanya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo? Maana watu wengi wanajidanganya, kuhubiri ni kumfuata Yesu, kuwa mchungaji, kwenda kusomea theolojia ndio kuwa mtumishi wa kweli wa Yesu. Sijui kuimba, kuwa mwimbaji bora, mwimbaji wa kujitegemea, kuimba kwenye kwaya, I don't know this, those, and this, and there, and here, back and forth. All of these kind of things. Wanajiaminisha kwamba ndiko kumfuata Yesu. Hapana mpendwa, lazima ufuate. Kuna mahubiri mengi nimeshahubiri huko nyuma, na kusihi kwamba uendelee kuangalia. Mahubiri ni mengi sana. Nina video nyingi sana hapa kwenye YouTube mpendwa, ni zaidi ya 400. Kwa hiyo unaweza kuangalia mahubiri mengi. Lazima tuyaweke yote mitandaoni. Siku moja mtu mmoja atasikia ujumbe huu na atachagua kumfuata Yesu Kristo. Kwa hiyo amesema mpendwa, amesema wazi hapa kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo mimi siwezi nikakupenda kuliko Mungu anavyokupenda. Mume wako hawezi akakupenda kuliko upendo huu wa Mungu. Askofu wako hawezi akakupenda kuliko upendo huu wa Mungu. Mchungaji wako japo anakuombea hawezi akakupenda kufikia upendo huu wa Mungu. Shehe wako mpendwa hawezi akakupenda kuliko upendo huu ambao Mungu amekupenda. Na hii mpendwa haitakiwi kuhusisha mtu mwingine yote. Ni between
wewe na Mungu aliye hai, unless wewe unaamini mambo mengine ya kishetani. Vinginevyo upendo wa Mungu ambao unapita mambo mengine ni huu upendo aliutoa mwana wake wa pekee, ili kwamba wewe ukisha kumwamini Yesu Kristo na ukakaa ndani yake, basi umepewa uzima wa milele. Hapa Yohana mpendwa 3 mstari wa 5 unasema hivi. Yesu akawaambia, huyu ni Yesu mwenyewe, akawaambia, amini na kuambia, hakuna mtu yeyote anayeweza kuingia ufalme wa mbinguni kama hajazaliwa kwa maji na kwa Roho. Ule mstari wa 6 unasema hivi, mwili huzaa mwili, lakini Roho huzaa roho. Amina. Kwa mpendwa, anasema wazi, na hapa ndo kuna shida wa Kristo wengi. Wengi wamezaliwa kwa maji tu, ila wengine wananyunyiziwa kichwani, wengine wanaingizwa, wanazamishwa kwenye maji. Hapa ndo wanajidanganya kwamba wanaenda mbinguni. Amesema zaliwa katika maji na kwa Roho. Na akasema usipofanya hivi mpendwa, kamwe hauwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Anasema usipompokea Yesu mpendwa, usipokubali upendo wa Mungu, ukampokea Yesu Kristo, haijalishi unafanya mambo mazuri kiasi gani mpendwa, usipompokea Yesu Kristo ukasema mimi nakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwamba hakuna mtu mwingine, hautatoboa kwenye maisha haya. Kwa hiyo akasema na hapa, mtu yeyote, haiwezekani kamwe. Akasema yani hii ni ya kuamini. Yesu Kristo akasema hii ni imani ya kukufikisha mbinguni, kwamba lazima uzaliwe kwa mara ya pili. Na walokole wengi hawajazaliwa kwa mara ya pili. Walokole wengi hapa duniani hawajazaliwa kwa mara ya pili. Maana mpendwa, hii ya kuzaliwa kwa mara ya pili inamaanisha wewe kuvua utu wako wa kale. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema kwamba tazama ya kale yamepita, yameisha na yamefanyika kuwa mapya. Sasa wewe umekuwa kiumbe kipya. Ya zamani yameisha, tunaona kiumbe kipya, aliyebadilika, anayetenda mema, anayejutia aliyoyafanya, anatubu kwa kulia, kwa kuomboleza. Sio unatubu baada unabatikia macho na kodoa kama shetani, uko unaonyesha ngangari, unaonyesha kama bado una majeuri fulani hivi. Kwa hiyo akasema amini, hii ni imani kwamba lazima uzaliwe kwa mara ya pili. Kwa hiyo akasema mpendwa, lazima wewe kuzaliwa kwa maji na Roho. Na inatakiwa ujiulize wewe mwenyewe hapa ulipo, je, ni kweli umeshazaliwa katika hali hizi kwa maji na kwa Roho, au haufahamu hata maana yake ni nini? Nimesha kuambia mpendwa, ambaye amezaliwa hapa kweli amemvaa Yesu Kristo. Tunaona Yesu Kristo ambaye Yesu anatetea,
ana promote kutenda mema. Hakuna maovu, ni haki, watu wote haki sawa mbele za Mungu. Sio wengine wachache wanufaike, wengine wanakufa. Huyo ni shetani. Hata tunakuta mambo haya hata ndani ya dini, ndani ya serikali. Wachache wananufaika, wengine mko mnateseka huko. Na hawa wanaowatesa wao hawaoni, wanawahakikishia kwamba ni haki yao kuwafanyia hayo wanawafanyia. Hao ni mashetani. Paulo, mimi nikwambia katika siku ya leo, hauwezi kwenda mbinguni eti kwa sababu naenda kanisani. Kwenda kanisani sio kwenda mbinguni. Kwenda kanisani sio kibali cha kwenda mbinguni. Kutoa sadaka sio kibali cha kwenda mbinguni. Kuwa mwimbaji sio kibali cha kwenda mbinguni. Kuhubiri Injili kama hivi ninavyohubiri mpendwa, sio kibali cha kwenda mbinguni. Maana hata mawe Mungu anaweza kuyapa uhai. Hata hiyo miti inaweza kuhubiri neno. Wewe kwenda kusoma theolojia sio kibali cha kwenda mbinguni. Wewe kuwa una elimu kubwa sana mpendwa, iwe ni ya kidunia au iwe ni ya kitheolojia, umememorize Biblia yote mpendwa, kumemorize au umekariri Biblia yote kichwani, hicho sio kibali cha kwenda mbinguni, cha kuingia mbinguni. Mimi nasema kweli mpendwa, maana hapa neno la Mungu limesema wazi, lazima uzaliwe kwa mara ya pili, kwa maji na kwa Roho, uache matendo maovu, uwe ni mtu ambaye amemvaa Yesu Kristo 100%. Tukienda kusoma kwenye katika Mathayo mpendwa, tusome Mathayo hapa. Tusome katika Mathayo. Mathayo 5. Mathayo 5 mstari wa 3 nasema hivi: heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Masikini wa roho, masikini wa mambo ya rohoni, wale ambao wanaona bado hawajampata Yesu. Na ndio maana mpendwa, neno la Mungu linasema wazi kwamba msipookoka na kunyenyekea mbele za Mungu kama watoto wadogo, kama hauwezi kufika mbinguni, hauwezi kuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo hapa anasema wazi kwamba mpendwa, heri walio maskini wa roho. Sio maskini wa vitu vya duniani hapa, maskini wa rohoni. Maana unaweza kuwa una vitu vyote hapa duniani, lakini huku ndani rohoni ukabaki wewe ni maskini. Yaani kama usikii Yesu, unajisikia kufa. Maskini wa rohoni, mtu ambaye anataka kusikia habari njema za ufalme wa Mungu, the gospel of Jesus Christ. Anasema huyu ambaye ni maskini wa roho, anasema ufalme wa mbinguni ni wa kwake. Tukiruka mstari wa 8 unasema hivi: heri walio na moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa lugha nyingine, hawa watafika mbinguni waonane na Mungu uso kwa uso. Anasema wenye moyo safi. Akasema heri maskini wa roho na wenye moyo safi. Hizi ndizo nyimbo ambazo watu walikuwa wanaimba. Heri wenye moyo safi, hawa ndio watamwona Mungu. Heri maskini wa roho, maana hawa ufalme wa mbinguni ni wa kwao. Lakini siku hizi unaona nyimbo wanazotuimbia waimbaji wa nyimbo,
yani midundiko ya kipepo fulani, manyimbo ya uzinzi fulani, eti ni magospel. Wamevaa vimini vitaiti, wanaonyesha atumaumbie twao nje. Huyu ni shetani, huyu. Hawavai utukufu wa Mungu. Tunataka kuona utukufu wa Mungu aliye hai. Kwa nini sisi hatuachi vifua nje? Mstari wa 10 anasema hivi: heri wanaoteswa kwa sababu ya haki. Heri wanaoteswa kwa sababu ya haki. Naamini hapo ulipo mpendwa, unaweza kuwa ni mmoja wa watu wanaoteswa kwa sababu unapigania haki. Na haki mpendwa, hapa tunaongelea mema. Kile ambacho hautaki utendewe, usimtendee mwenzako. Point. Hiyo ndio kanuni ya dunia nzima. Hiyo ndio kanuni mpendwa, dunia nzima. Lazima Wakristo tukubali kuteswa kwa ajili ya haki. Usikubali manyanyaso, usikubali watu kuonewa. Maandiko matakatifu yamesema wazi mpendwa. Akasema hawa wanaoteswa kwa ajili ya haki, anasema maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sio hawa wanaowaambia mimi ni mwalimu wa neno. Hawakemei maovu, hawatetei wale wanaoteswa, wanaonewa, wanaona wao hayawahusu, hao sio wao kwao. Pendwa, tuende kumalizia katika Mathayo 7:21. Mathayo 7 kuanzia 21 mpendwa. Neno la Mungu linasema hivi: asi kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya. Kwa mpendwa, yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu ataingia mbinguni. Na ndio maana nimesema hapo nyuma kwamba pendwa, akuhubiri neno sio kibali cha kwenda mbinguni. Wao kuwa mwimbaji sio kibali cha kwenda mbinguni. Wao kwenda kusoma theolojia sio kibali cha kwenda mbinguni. Wao kusaidia wajane, yatima na wasiojiweza sio kibali cha kwenda mbinguni. Ni kuyatenda na kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Uwe safi katika moyo, uwe maskini wa roho. Wewe uteswa kwa utetee haki mpendwa, na kisha uzaliwe kwa mara ya pili. Na umwamini Yesu mpendwa, ukubali ule upendo ambao Mungu ameuonyesha, unaosema kwamba kwa maana hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kwamba yeyote anayemkubali na kumpokea na kumkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo maisha yake, anasema huyu hawezi akapotea, bali anapata uzima wa milele. Na uzima wa milele hauwezi kupatikana hapa duniani, lazima uwe mbinguni mpendwa. Mpendwa, acha kujitaabisha kwa matendo ya kimwili. Acha kujisumbua kwa haya unayoyaona. Watu wanashobokea, watu wanadanganywa, watu wanaumizwa kwayo. Mpendwa, fanya haya ambayo neno la Mungu limesema mpendwa, kwamba mpendwa, wewe achagua kutembea kuishi na kuenenda katika kusudi la Mungu. Kwa lugha nyingine, tenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Na pia mpendwa, amesema wewe uwe maskini wa roho, yani mtu ambaye siku zote una uhitaji wa mambo ya kiroho. Na ndio maana unakuja hapa unasikiliza ujumbe huu, ni kwa sababu una kiu, yani una uhitaji wa mambo ya kiroho. Anasema pia uwe safi katika moyo, na pia utetee haki mpendwa. Na akasema pale mpendwa kwamba mpendwa uzaliwe kwa mara ya pili, kwa maji na kwa roho.
na pia mpokee Yesu Kristo na mkabidhi maisha yako. Hapa utakuwa umepata kibali cha kwenda mbinguni. Na watumishi wengi hawataenda mbinguni, Wakristo wengi hawatafika mbinguni, kwa sababu hawafanyi haya, na haya wameyaacha wakafanya ya kidunia. Wanafuata na kuiga namna ya dunia hii. Na kipindi maandiko matakatifu yametukataza wazi mpendwa, yakasema sisi tufanye nini mpendwa? Tuweze kubadilishwa au kufanywa upya nia zetu, ili kwamba tuweze kuyawaza ya Mungu, kuyafuata ya Mungu na kuyatenda ya Mungu. Mpendwa, niamini kwamba ujumbe umekubariki, umekusaidia na kuwezesha kujua ni matendo gani unatakiwa ufanye ili kwamba uweze kuingia mbinguni kwa Baba. Mpendwa, usisahau kuwapa watu wengine ujumbe huu, ili kwamba na wao waweze kuacha kufuata haya dunia, bali watende haya ambayo ni mepesi na laini kabisa, na waweze kufikia ufalme wa mbinguni. Mpendwa, wabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amina.